Maswali mazito sasa yanaibuka kuhusu utekelezaji wa amri ya mahakama inayomlenga waziri wa fedha wa kaunti ya Nairobi Charles Kerich, ambaye amehukumiwa kifungo cha miezi 3 jela kwa kudharau amri ya mahakama kutokana na deni la zaidi ya shilingi milioni 106. Wakili wa kampuni iliyoshinda kesi hiyo sasa anadai kuwa afisa huyo amekuwa akijing'amba kuwa ana nguvu zitakazomkinga na kukamatwa. Haman Kamariki na taarifa zaidi. Kwa mujibu wa barua iliyowasilishwa kwa Inspector General wa polisi Douglas Kanja, mawakili wa kampuni ya Ogada and Company Advocates wanaitaka polisi kuchukua hatua za haraka kutekeleza amri ya mahakama. Wanasema kuchelewa kwa utekelezaji huo kunadhoofisha mamlaka ya mahakama na utawala wa sheria. Wakili Gordon Ogado anadai kuwa Kerich amekuwa akitoa kauli za kujigamba kwamba hana hofu ya kukamatwa, akidai kuwa anawajua watu ambao wanamkinga. Hukumu hiyo ilitolewa Mei 19 mwaka huu na Jaji Francis Gikonyo wa Mahakama Kuu ya Milimani. Iliamuru Kerich kutumikia kifungo cha miezi 3 jela bila chaguo la faini kutokana na kukaidi amri za kulipa zaidi ya shilingi milioni 106. Mahakama pia iliagiza mkuu wa kituo cha polisi cha Central yani OCS hapa jijini Nairobi kumkamata na kumfikisha gereza la Industrial Area ili atumikie kifungo hicho. Katika uamuzi wake, Jaji Gikonyo alisisitiza kuwa afisa wa umma hana kinga dhidi ya amri za mahakama. Wakili Ogado ameipa ofisi ya Inspector Generali muda wa saa 24 kuthibitisha hatua za utekelezaji, ikiwemo muda wa kukamatwa kwa Kerich na kufikishwa kwake gerezani. Kesi hii sasa imegeuka kuwa kipimo kikubwa cha utekelezaji wa sheria hapa nchini, huku macho ya umma yakisubiri kuona iwapo amri ya mahakama itatekelezwa bila upendeleo. Haman Kamariki, KTN.